sababu mnakuwa na mahusiano ya jinsia moja. Zinga, mama mtu. Hakuna mtu bwana. Kwani msimu bado zinalika? Zinalika lakini mpaka hizo zimekomaa. Demu wako mwenyewe demu. Asa kuna mapenzi hapo. Au mnasagana? Si ungemwacha tu mwenyewe ufanye mambo yako. Niachie niishi naye. Sio kama mnanielewa. Unasemaje wewe mchumba?
Hawa ni vijana. Vijana hawa ni wageni katika msitu huu. Wamekuja kufanya utafiti. Hawajui lolote kuhusu msitu huu. Je, ni nini kitatokea? Kama nilivyowaambia, hii inaitwa ngendeule. Hiyo ngendeule ni jina la asili, ila ni mmea ambao unatumika sana sana kwenye dawa za asili na vitu mbalimbali. Unisikiliza baba, sitaki tena swali mbele ya safari. Ila hii inaitwa ngendeule na vile vile ni dawa ambayo iangalie vizuri, ipige picha, piga picha. Kibai kama kumbukumbu. Sijui kama kuna mtu atakuwa na swali. Hapana. Okay. Mmenielewa lakini? Yeah. Twende tujumuike na wenzetu basi. Masomo mengine ni ndio. Sawa. Tangulia. Bora muulize maswali jamani. Zinga. Unaofahamu ule mti? Ule mtu kuna kitabu nimeusoma. Hebu twende, njoo. Nimeusoma kwenye kitabu. Njoo. Samahani mwalimu, ni matunda gani? Hizi zinaitwa ndolele. Yanalika kwani? Ndolele. Hapa zijaiva. Kuna muda zikikomaga sana huwa zinakuwa nyeusi. Na zikiiva zinakuwa rangi nyeusi. Zinakuwa rangi nyeusi. Kwani msimu bado zinalika? Zinalika lakini mpaka hizo zimekomaa. Kama nilivyowaambia kwamba zikikomaa zinakuwa nyeusi. Ila ukishakula zikiwa ndogo hivi zinaleta madhara. Vipi mwalimu? Faida zake ni zipi? Kwa faida zake, jambo la kwanza, kwa upande kama hivi wa dada zetu, zinawasaidia sana wakati wakiwa na ujauzito. Yaani kuna mishipa mwilini zinaweka sawa. Lakini kwa upande wetu sisi wanaume, zinasaidia kwenye kuongeza, nadhani kila mtu ni mtu mzima hapa kuongeza wingi wa sperm. Zinasaidia sana. Swali lingine? Samahani mwalimu. Ndio. Nilikuwa naomba kukuuliza. Nasikia haya matunda ni dawa. Shida yako baka huko mbali. Nimeshatoa ufafanuzi kuhusu haya matunda. Nimesema kwamba yanatumika kama dawa kwa upande wa dada zetu nyie, lakini vile vile kwa wanaume inatumika kama dawa vile vile. Sawa? Muda mwingine usogee karibu kama wenzio. Kwa sababu nahitaji maswali ya ukaribu ili niweze kuelewesha kiufasaha zaidi. Msije mkaja bure afu kaondoka bure. Sawa. Mmetoa gharama. Ndio. Okay, sawa. Twendeni mbele kidogo. Twendeni mbele. Mbona sijaona? Vile vile kuna mmea hapa. Mmekaona haka? Yeah. Kaangalieni vizuri. Hivi mjini mnakutana nazo kwa design hii? Hapana. Okay. Hii inaitwa mchichi. Baka unanisikia vizuri? Sitaki tena swala mara ya pili. Nakusikia mwalimu. Hii hapa ina faida sana kwenu nyie dada zangu nyie. Kiasi ukiwa na hii hapa, kama kuna mtu ambaye anakuwa anahangaika kama vile na mahusiano, hii ni jambo ambalo linamsaidia sana. Sawa? Ndio. Sijasema nyewe wapenda nao mtoke nayo huku, hapana, ila inasaidia sana. Kwa sisi wapenda nao. Sijafahamu sasa. Ila inasaidia. Ina maana kama kwa mfano mtoto wa kike kuna mtu nataka uweze kuwa naye zaidi, hii inasaidia vizuri sana. Sawa? Sawa. Nadhani mmenielewa katika hilo. Ndio, tumekuelewa. Sasa nina swali mwalimu. Ndio. Mwalimu, Naam. ni kwa nini huu mchichi unaota kwenye huu kanda? Hivi ni vitu vya asili. Sawa? Na mara nyingi sana ukiona sehemu ambapo kuna mchichi, unakuwa umeota pembezoni mwa mto. Yaani pembezoni mwa mto. Na mara nyingi hawa wadudu wanaupenda sana huu mti. Nadhani zongoli mnawafahamu kwenye mahindi, si ndio? Ndio. Zongoli wale. Huyu mdudu mwenye yuko kwenye huu mti hapo anakuwa yupo kama misili ya zongoli. Sawa? Na vile vile naye pia ukichukua sawa huyo mdudu ukachanganya na huu mchichi,
Ukichanganya sasa kwa wale watu wetu wa asili unapata kitu kizuri sana ambacho kinakutengenezea safari yako ya maisha katika mahusiano ambayo unakuwa nayo. Umenisikiliza vizuri? Ndio. Una swali lingine? Hapana. Sawa. Basi nadhani tuende mbele kidogo. Mwalimu, Naam. vipi na kuhusu mtu? Umetokana na nini? Huu mto unaitwa mto Zimbwe. Zimbwe ni jina la asili ambalo tulilikuta kutokea enzi za mababu zetu. Jina Zimbwe. Lakini asili yake au chemchemi yake ya maji iko Ilanga. Kuna kijiji kinaitwa Ilanga. Sawa? Kwa tukipata muda mzuri, tunaweza kutembea mpaka Ilanga mkaenda mkashuhudia. Sawa. Swali lingine? Mwalimu, Ndio. na hii mimea inaota ndani ya maji ina faida kwa binadamu? Hapana. Hiyo haina faida yoyote kwa binadamu. Na hizi mbegu hazikuwepo mkoa huu wakati umeanza. Lakini huu mto una historia kubwa sana. Kwa hiyo haya majani au hizi mbegu zililetwa na wazungu. Ila ni mpaka uzifuatilie kiundani zaidi, lakini nitawafahamisha kabla hujaondoka, tutakaa darasani, nitawapatia maelekezo. Sawa. Okay? Sawa. Zinga, una swali? No. Twende tusogee mbele. Nimesubiri sana. Vipi mbona umekaa mwenyewe kinyonge huo? Kuna mtu namsubiri. Nani mtu wako? Yeah. Sasa sikiliza mimi nikwambie kitu. Ushanielewa? Yeah. Unajua mimi nakupenda. Mimi na mtu wangu. Sawa, najua kwamba na mtu wako. Na sababu mnakuwa na mahusiano ya jinsia moja. Huoni kwamba hata itakuwa ni shida kwamba wanafunzi wenzenu wakijua hilo jambo? Mbona mpatie? Sikufuatilie. Nasimama kwenye ukweli. Mimi baka nampenda. Sona akinikuta na wewe hapa akinipiga. Juzi tu katoka kunipiga kwa sababu amekuta na rafiki yako. Aje hapa akinikuta. Kwani mimi namuogopa baka? Si mwanamke kama wewe. Nitamuogopaje? Okay. Yeah. Ili swala nitaliweka wazi. Oya nyie! Ofisi uko na nani wewe? Vipi uko chini amnijibu? Wewe mtu uko na nani wewe? Naona sasa ushazingua, najibu nini sasa? Hizo zako za kishamba hizo mama. Wangu Zinga, siku hizi umekuwa hadi unaanza kukana mashemeji zako vichakani. Wewe mwenyewe dem tu. Demu wako mwenyewe dem. Asa kuna mapenzi hapo. Au mnasagana? Si ungemwacha tu mwenyewe ufanye mambo yako. Niachie niishi naye. Sio kama mnanielewa. Unasemaje wewe mchumba? Hivi unajua nilikotoka na yule mwanamke wewe? Yule ni shemeji yako na inabidi umheshimu. Umpe heshima yake kama shemeji yako. Naona unajisahau baka. Kushindana na mimi uwezi. Unataka bato. Ule mchumba mwenyewe kashaelewa. Asa nipe muda tu. Yule atabaki kwa mali yangu mimi. Unasemaje yule mchumba? Unasema nini wewe? Unamfanya nini Zinga? Kwa nini mnapenda kugombana afu ampatani huku tumekuja kwa issue maalum? Afu nyinyi mnaanza kuleta mambo ya kuzinguana huku ndo nini sasa? Wewe uone kama unamdhalilisha mwenzio?
Tulia Sophie. Mwelekeze mchumba mwenzio huyu mazoea na demu wangu aache. Takujaga nimfanye kitu kibaya na si unanijua? Kwa hiyo mwelekeze mazoea na mama mtu wangu aache. Afu na wewe boya, nisikilize kwa makini. Siku nikikukuta upo na mama mtu wangu, ama zako ama zangu. Hivyo kwa nini unapenda kumchokoza Baka akati angalia kuwa unajua Baka yule pale official ni mpenzi wake. Afu unaita mambo gani hayo? Wewe una mtu wako, tulia na mtu wako, achana na yule pale mtu wa Baka. Afu achana naye bwana. Vipi wewe? Wewe unaongea nini? Wewe mchumba, naomba fuata mambo yako, usinifuatilie. Tafuta chaka basi, sawa? Hayo ni maisha yako, utajua mwenyewe. Ishi hapo. Nenda sasa. Naomba nisikilize Sophie. Muda huu nipo kwenye mood mbaya. Tutaongea next time. Okay. Hivi wewe mama mtu unanichukuliaje mimi? Unanichukuliaje? Unaanza kutoka na mashoga, mnakaa nao huku vichakani. Mlikuwa mnafanya nini huku? Nilikuwa tunapiga naye tu stories za kawaida. Story gani zenye mnapigia vichakani huku? Mmekosa sehemu ya kupigia story paka mje mjifiche huku. Nimekaa na kutafuta, umeshaniacha kule tunapiga picha, wewe umekimbilia huku uje ukutane na basha yako. Hamna baby. Tulikuwa tu tunapiga tu stories za kawaida, hamna kingine. Sikia mama mtu, nikuelekeze. Unajua kabisa mimi nakukubali fika. Na hakuna boya yote atakayesubutu kukushika wewe mimi nikiwa hai. Labda niwe nimekufa. Kwa siku nyingine naomba usirudie. Sawa baby. Sawa baby. Baka. Mambo gani leo mnafanya? Tuende basi tuzunguke huku chini tukaangalie tumalizie ili tuwahi kuondoka. Sina na muda unaenda. Tulia wewe Zuchu. Vipi unaharibu starehe za watu? Wewe kama unaenda si uende? Sawa. Mama, twende. Achana na hawa vichumba tena. Jamani, subirieni. Mbona tunamwacha Zinga? Hakuna mtu bwana. Nimeona kweli. Acha mawengi, humu ni polini, tabua kuna mtu. Sikutani kweli nimemwona mtu pale. Au umeona ndege? Kweli tena nimeona mtu sikutani. Masiara. Ni hapa sky jamaa. Mwalimu. 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 Wezinga tuende nicholode nyumbani, mimi siwezi.
Ona mtu wa kwanza tayari amekufa. Sisi tunaelekea wapi? Mimi siwezi. Sikiliza nikwambie. Hii ni kofia kakaangu. Hii ni kofia kakaangu. Sasa nisikilize. Usimwambie mtu kwa ulichokiona hapo. Kwamba mwalimu kafariki. Umenisikiliza? Naomba funga mdomo wako. Funga mzigo. Ushanielewa? Unajua mama mtu mimi sielewi. Yaani wenzangu, yaani kama vile tumegawanyika makundi, siwaoni, yaani safari yote tunatembea peke yetu, siwaoni wenzetu watakuwa wapi? Hata mwenyewe najiuliza. Nimeshaanza kupata mashaka. Huku kutakuwa na kitu. Maana muda ni zaidi ya masaa 3 yameisha. Ni kweli, mwenyewe nimekuwa na mashaka. Kwa maana tulikuja wote. Sasa nashangaa mara hawapo, tumebaki sisi. Unajua mama, hapa cha kufanya inabidi tutoke kwenye huu msitu. Tusije tukapotea kama wenzetu. Nalo neno unajua? Ndio. Yaani tukiendelea kukaa huko tutapotea. Maana wenzetu paka saizi hatufahamu walikoenda. Tumebaki wenyewe sisi hapa. Tusije tukajikuta tumepotelea na sisi humu ndani ya huu msitu. Huu msitu una mambo mengi na una vitu vingi baby. Kuja basi mimi nikajisaidia hapo, maana yake naogopa usikae mbali basi. Usijali mama. Nikukute hapa hapa. Yaani unanikuta hapa hadi sitoi mguu wangu hapa, unanikuta hapa sana.